tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa namna hiyo nikikusabahi na kukukaribisha katika awamu hii ya habari ndani ya TV47, na wakati ambapo pia siku hii ni ukumbi wa siasa, tukiangazia mengi kuhusiana na siasa za Jubilee. Na hii leo kwa mara ya kwanza tunazungumza na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Moitalel Ole Kenta kuhusiana na mwelekeo wa chama hicho cha Jubilee, wakati ambapo kuna cheche kuhusiana na maswala ya kinara wake na aliyekuwa rais wa taifa hili ambaye ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kuhusiana na hayo na mengine mengi, mwelekeo huo ni upi? Lakini wakati ambapo tunazungumzia hayo, tunakupa nafasi pia kuwasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook, ukurasa wetu wa X, Instagram. Kauli zako siku zote zinakubalika. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalwe. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto amekamilisha ziara yake ya siku 2 nchini Tanzania baada ya kuhutubia bunge la taifa hilo, akiwa rais wa pili kufanya hivyo baada ya Rais Daniel Moi. Ruto akiomba mataifa hayo mawili kuzika katika kaburi la sahau tuhuma za kutoaminiana pamoja na uhasama wa kibinafsi, akisema ni kizuizi kikubwa kwa ushirikiano na ustawi wa Afrika Mashariki. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Apollo Kamau, ni kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezua mjadala mkali baada ya kusema kuwa waandamanaji na wanaharakati wanafaa kuadhibiwa na serikali. Akiwa rais wa pili wa Kenya kuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma, alipopokelewa kwa kishindo na wabunge, Rais William Ruto alitumia hotuba yake kuzika uhusiano wa kupanda na kushuka kati ya Kenya na Tanzania, akiomba mataifa haya mawili kushikana ili kuimarisha ushirikiano ambao umeathiri maendeleo na biashara kati ya nchi hizi mbili. Ndugu wa Tanzania, Wakenya wenzangu, maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Rais Ruto akiwachekesha wabunge, akitumia mfano jinsi lugha ya Kiswahili imewaunganisha wanaafrika Mashariki hadi nchi za maziwa makuu. Kiswahili kilizaliwa kule Zanzibar. Ikakuwa na kubalehe huku Tanzania bara. Kufika Kenya ikapata matatizo ya maradhi. Kufika Uganda, kwa sababu ya maradhi yalimzidi akafa. Na mazishi yalifanyika kule Kongo. Rais akirejesha bunge kuhusu uhusiano wa Kenya na Tanzania nyakati za upiganiaji uhuru kabla ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kukatiza uhusiano mwaka 1977. Ndugu majirani, some of these forces are still very alive with us. They still shape our narratives. They still influence our relations. Yet, our founding fathers, Mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere and Mzee Jomo Kenyatta, saw beyond this prism. Rais Ruto katika hotuba yake akikwepa kuzungumzia suala la haki za kibinadamu ambalo limeibua hisia kali baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu kusema kuwa waandamanaji wanafaa kuadhibiwa. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa.
Ruto akipigiwa debe na wabunge wa Tanzania kuchaguliwa kwa muhula wa pili licha ya shinikizo kutoka kwa upinzani nyumbani. Kwa sababu wewe umechagua kumwamini rais wetu kama dada yako, sisi wabunge wa Tanzania ni nani tusikuombee wewe ushinde uchaguzi wako mwakani? Apollo Kamau, TV47. Kazi safi Apollo Kamau. Tukisalia katika swala hilo, ni kwamba katika hotuba yake ya kwanza katika bunge la Tanzania, Rais William Ruto amesema kuwa Kenya ipo tayari kushirikiana katika ujenzi wa kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta eneo la Tanga, matamshi ambayo yaliungwa mkono na wabunge hao. Hata hivyo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Jumatatu alisema hana ufahamu wowote kuhusu kiwanda hicho. Stanley Nyaringita amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Rais William Ruto alikaribishwa kwenye bunge la Tanzania jijini Dodoma Jumanne kwa shangwe na vigelegele katika ziara yake ya siku mbili nchini humo. Rais Ruto alitumia nafasi hiyo kuweka wazi pendekezo la Kenya kushirikiana katika ujenzi wa kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta katika bandari ya Tanga. Refinery bana is a big investment. Sikizeni, hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu la Afrika na jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. Tanga tumekuwa tukitangatanga hasa katika maendeleo, lakini leo umezungumza hapa, hakuna swala la ubinafsi katika maendeleo. Umesema refinery ikajengwe Tanga. Mungu atakubariki. Mungu. Haya yanajiri baada ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Jumatatu kukanusha kuwa na ufahamu wowote wa kiwanda hicho. Katika hotuba yake ya kwanza katika bunge la Tanzania, Rais Ruto aidha aliwahimiza wafanyabiashara wa nchi hiyo kuwekeza nchini Kenya. Kulingana naye, nchi za Afrika Mashariki zinapaswa kuiga Umoja wa Mataifa ya Ulaya katika ukuzaji uchumi. Makampuni za Kenya hapa Tanzania zimeegeza bilioni 1.7 ya Kimarekani humu Tanzania. Spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu aidha akipongeza uwiano kati ya mataifa ya Afrika Mashariki. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake za kufungua milango ya fursa na kuimarisha mtangamano wa Afrika Mashariki. Hiki ni kielelezo tosha cha uongozi wake uliotukuka. Rais Ruto pia amesema mataifa haya mawili yatazidi kuboresha ushirikiano wa kimikakati kwa manufaa ya Wakenya na Watanzania. Stanley Nyaringita, TV47. Namna tukiondoka huko kwa jirani na kurejea humu nchini, ni kwamba mvutano kuhusu kutimuliwa kwa seneta Edwin Sifuna katika wadhifa wa katibu mkuu wa ODM ungali unaendelea baada ya jopo la kutatua migogoro ya vyama vya kisiasa kusema kwamba lina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo na kutoa maamuzi ipasavyo. Chama cha ODM sasa kimepata pigo baada ya jopo la kutatua mizozo ya vyama vya kisiasa sasa kuamua kusikiliza kesi ya katibu mkuu Edwin Sifuna dhidi ya chama cha ODM na kutoa maamuzi kuhusu masuala tata. Kadhalika, jopo hilo limetupilia mbali maombi ya chama cha ODM kutaka kusimamisha mchakato wa Sifuna kuzuia kuondolewa kwake katika wadhifa wa katibu mkuu wa ODM. Mwenyekiti wa jopo la kutatua mizozo ya vyama Gad Gathu anasema kwamba itabidi jopo lisikilize ushahidi utakaowasilishwa na ukweli uliopo. Chama cha ODM kilishinikiza kwamba mvutano uliopo ungefaa kusuluhishwa na kitengo cha kutoa adhabu ndani ya chama hicho. Mvutano huu ulichacha zaidi katika jaribio la pili la Sifuna kukariri msimamo wake kwamba yeye bado ni katibu wa chama cha ODM. Baada ya Sifuna kutoa malalamishi, jopo hilo lilibaini kwamba Sifuna ana hoja ya kusikilizwa baada ya yeye kudai kwamba chama cha ODM kinakiuka haki yake ya kuchaguliwa katika nafasi hiyo. Sasa kesi hii inatarajiwa kusikilizwa tena tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2026.
Na uongozi wa soka nchini Kenya unakabiliwa na uchunguzi baada ya mkataba wa utata wa bima ya mamilioni ya pesa unaohusishwa na mchuano wa kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2025 kuchochea mgogoro ndani ya shirikisho la soka nchini Kenya FKF. Duncan Mutua alikuwepo katika vikao vya bunge hii leo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ndani ya shirikisho la soka nchini Kenya, there was an attempted coup while I was away in Kampala. We have not done any coup. We have just requested our colleagues, especially the three, the president, Abdallah Yusuf, and the acting SG, just to step aside. Dhoruba inaendelea ikihusishwa na mkataba wa utata wa bima ya mamilioni unaohusishwa na dimba la mwaka 2025 la CHAN. We are finding some serious issues which tomorrow will definitely bring down this big institution, and people will start asking, Shikanda, you played football, where were you? Mariga, you played football, where were you? That this is an entirely governance issue. The secretariat is intact. Rais wa FKF Hussein Mohamed alifika mbele ya kamati ya michezo ya bunge kuelezea maandalizi ya AFCON mwaka 2027, mgogoro unaoendelea kwenye shirikisho hilo na kandarasi tata iliyokabidhiwa kampuni ya bima ya Riskwell. The NEC is in a very funny situation where collective responsibility is required. But you see, we cannot have collective responsibility when the decisions are unilateral. It is even unfair on our part. And that is why we have gotten where we are. Mkataba huo unaohusishwa na Riskwell Insurance Brokers Limited, kampuni iliyodaiwa kuwa haikuwa na leseni kutoka kwa mamlaka ya usimamizi wa bima mwaka 2025, na kampuni hiyo ilipewa zabuni hiyo siku 40 kabla ya CHAN, jambo linalozua maswali kuhusu bima hiyo. In fact, one of them quoted 29 million. Riskwell quoted 42 million. Up to the evaluation stage, Riskwell was not a player in that procurement. Mgawanyiko umezidi ndani ya shirikisho hilo. Kundi la makamu wa rais McDonald Mariga linadai kwamba wakala huyo hakupitia njia za wazi kupata zabuni hiyo, lakini halilipwa kikamilifu, ikiwa ni licha ya kwamba kulikuwa na bei za chini kutoka kwa kampuni kubwa kama Britam, Old Mutual na Takaful Insurance of Africa ambazo zilitoa bei ya chini sana, baadhi zikizidi shilingi milioni 10 za Kenya. We are talking about 42 million paid to a company which did not deserve. FKF did not pay the insurance. It was paid by CAF. So the insurance you are referring to was not paid for by FKF. It was not paid by FKF. So you cannot just say now that FKF did not pay because CAF paid, and the CAF paid from the money that we paid them for hosting rights. Kamati ya michezo ya bunge imempa rais wa FKF Hussein Mohamed hadi Ijumaa tarehe 8 Mei kuwasilisha nyaraka zote kuhusu mkataba huo wa bima inayohusishwa na mashindano ya CHAN. Duncan Mutua, TV47. Kazi safi Duncan. Na upasuaji wa mwili wa Daktari Job Obwaka umebaini kuwa alifariki dunia baada ya kupata mshtuko wa moyo. Wakati huo huo, wakili wa mshukiwa mkuu katika kifo cha daktari huyo ameomba Beatrice Wangari aachiliwe huru, akisema matokeo hayo yanamuondoa katika tuhuma zozote. Mwandishi wetu Mudhoni Brenda amekuwa katika makafani yali hapa jijini Nairobi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Familia, jamaa na marafiki walikusanyika katika makafali kushuhudia upasuaji wa mwili wa daktari na mwanabodi wa hospitali ya Nairobi Job Obwaka. Matokeo ya upasuaji huo yamebaini kuwa Daktari Job Obwaka alifariki baada ya kupata mshtuko wa moyo uliosababishwa na matatizo ya moyo. The cause of death in this case, he had a cardiac problem, and actually he developed a cardiac event, eventually developing a cardiac arrest as a result of a heart problem that he had. Maafisa kutoka idara ya upelelezi wa jinai DCI wamechukua sampuli kwa uchunguzi zaidi. Familia yake marehemu Daktari Job Obwaka imeridhia matokeo hayo, ikieleza kuwa sasa mipango ya kumpumzisha daktari huyo wa haiba imeanza. The family concurs with the findings that the pathologists have given us, and that is the preliminary report, and we have confidence in what they have done. We've been represented by our pathologists,
even as the government pathologist did his part, and we are quite confident about the preliminary report. Kwa upande wake, wakili wake mshukiwa mkuu ameitaka mahakama kumwachilia Beatrice Wangari, kwani matokeo haya yanamuondoa kutoka tuhuma zozote. Now the truth has come out. From our perspective as the defense, the toxicology is a formality, but the truth about the death of the good doctor, as even the other side has said, is found in this document. We expect the DCI to do an honorable thing of terminating the investigation against our client, Beatrice Wangari, and releasing her to go home and mourn a dear friend. Haya yanajiri baada ya upande wa mashtaka jana Jumatatu kueleza kuwa wanaiandaa kesi kuonyesha kuwa daktari huyo alipewa sumu. Matokeo ya leo basi yakipinga madai hayo. Matokeo haya ya upasuaji sasa yanaibua swali kuu iwapo mshukiwa mkuu Beatrice Wangari ataachiliwa. Udhoni Brenda, runinga ya TV47 kutoka makafani ya Lee, Nairobi. Na taasisi ya Masorovea nchini leo imetoa msimamo wake kuhusu shughuli inayoendelea ya kuuhisha na kulinda mto wa jiji la Nairobi, kuomba ushirikiano wao na serikali ya kaunti. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak ana mengi zaidi. Juhudi za kurejesha Nairobi zinazidi kuungwa mkono. Leo Jumanne, taasisi ya Masorovea nchini imeeleza kuunga mkono juhudi za serikali kulinda mazingira, kupunguza mafuriko na kurejesha mifumo ya ekolojia ya maeneo ya kando kando ya mito. Hata hivyo, taasisi hii imeonya kuhusu mkanganyiko mkubwa wa kisheria na kitaaluma kuhusu vipimo halali vya maeneo ya hifadhi ya mito, hali inayochangia ubomoaji wenye utata wa majengo. Kuna upungufu kiasi katika sheria ambazo tunaomba serikali iweze kuangalia kama tutaziweka pamoja ili tukue na sheria moja ambayo itasaidia katika maneno ya kuhifadhi mazingira. Aidha, taasisi hii imedai kuwa mali zilizopatikana kihalali hazipaswi kubomolewa bila fidia stahiki, huku wakibainisha wazi kuhusu ujenzi halali na uvamizi haramu. Therefore call for a harmonization of the legal and the technical standards, and through this we urge the government to urgently harmonize the setback distances, the definitions of high and low water marks, the treatment of seasonal rivers, V-shaped channels, canalized rivers and rural streams. Haya yakijiri, wakazi wa maeneo ya Utawala, Ruai na Syokimau, kaunti ya Machakos, wamelazimika kuondoka kwenye makazi yao kufuatia mvua kubwa inayozidi kunyesha nchini. Wengine uliuziwa shamba na umeuziwa kwa mto, nao ulijenga nao unabomolewa. So ile kitu nawauliza ni kwamba before you invest on buying a land, please do due diligence on the history of the land. Yani the only place I call home niliangalia ikiangusha. Na hivyo ndio iko niko homeless, hata mtoto wangu hajaenda shule. Serikali ya kaunti ya Machakos kupitia wanasorovea imeanza mikakati ya kubomoa nyumba zilizopo kwenye mifumo ya maji na zilizojengwa kiharamu ili kuzuia mafuriko maeneo hayo. Taasisi ya Masorovea nchini imeshauri kaunti ya Nairobi kushirikiana pamoja ili kuondoa wakazi wanaoishi kando kando ya mito bila kuathiri maisha yao ya baadaye. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Na shirika la maendeleo Afrika Mashariki IGAD limezindua jukwaa la kikanda la vijana linalolenga kuweka nguvu ya vijana wa Afrika Mashariki katika sera ya kukabili tabia nchi, yaani mabadiliko ya hewa. Yanajiri hayo katibu katika masuala ya vijana Fikirini Jacobs akisisitiza umuhimu wa kutumia idadi kubwa ya vijana barani Afrika ili kukabiliana na changamoto za dharura za mazingira. Aidha, jukwaa hili linanuia kuimarisha ushirikiano wa kikanda likiwapa vijana sauti, uundaji wa sera zinazohusu mustakabali wao wa kisaikolojia na kiuchumi na kuleta mabadiliko humu nchini. It is only Africa that has the leverage of a youthful population. What it means is, if Africa, if our region, if our countries are to embrace any meaningful change, then we have to leverage on the young people, the creativity of the young people,
Within the last few years, 40 million people across IGAD have been displaced as a result of climate change calamities, resulting in the shortage of food security. And out of that, at this time, our region is placing young people at the center. Have a strong agenda, and we hope to make use of the coalition to fundraise, try and see if we can get more resources from our partners to be able to support the youth going forward. Namna kwingineko ni kwamba Katibu Mkuu Julius Bitok ametangaza kuongezewa kwa mgao wa fedha shuleni kwa kila mwanafunzi, hatua hii ikilenga pakubwa kuimarisha ufadhili wa elimu na kupunguza mzigo kwa wazazi, huku serikali ikiahidi kukomesha changamoto za upungufu wa fedha shuleni. Mwanahabari wetu Faith Wangari ana mengi zaidi. Ni afueni kwa wazazi baada ya Rais William Ruto kuagiza kuongezwa kwa mgao wa fedha shuleni ya kila mwanafunzi kutoka shilingi 1420 hadi 2400 kutoka mwezi wa Julai. The capitation has already been increased. The directive has been given to us. Parliament has been requested to do the same, and there should be no reason why capitation should not get to school as directed. Katibu Bitok amebainisha kuwa hakutakuwa na sababu ya shule kuendelea kukumbwa na upungufu wa fedha mara tu ongezeko hilo litakapoanza kutekelezwa. We shall be able to get an agile system, a scalable system, a system that's able to integrate every department, whether it is assessment, whether it's curriculum, whether it's pedagogy, whether it's schools, whether it's universities, whether it's schools, all of them will be in chemistry. Huku akikiri changamoto za kifedha ya awali, Katibu wa Elimu amekanusha ripoti za hivi majuzi kuhusu wanafunzi wanaodaiwa kuacha shule na kwamba Baraza la Kitaifa la Mitihani halijatoa ripoti kama hiyo. Alisisitiza kuwa serikali imefikia kiwango cha mapito kwa 98% na kwamba wanafunzi wowote watakaobainika kuacha shule watarejeshwa kupitia shughuli maalum. The chiefs have been given express orders that they must ensure that there's no learner in their locations, in their jurisdictions, who stays at home and does not go to school. So that is what we are working on. And we are confident we'll achieve 100% transition. Hii ni baada ya rais kutoa onyo kali kwa wakuu wa shule kutumia mgao wa fedha shuleni kama ipasavyo. Faith Wangari, runinga ya TV47. Bila shaka ni Katibu wa Elimu Julius Bitok, sio Katibu Mkuu kama nilivyosema awali. Kwingineko ni kwamba walimu wa shule za sekondari na msingi jijini Nairobi mapema Jumanne waliandamana kushinikiza serikali kuwapa ajira ya kudumu. Walimu hao waliandamana hadi katika afisi za tume ya kuajiri walimu humu nchini TSC pamoja na majengo ya bunge, wakitaka kuajiriwa kwa kandarasi ya kudumu kwa takriban walimu 44,000. Maandamano hayo yanajiri kufuatia malalamiko makuu ya muda mrefu kuhusu ajira za muda ambazo walimu wanasema hazina usalama wa kazi wala manufaa ya kutosha. Wiki mbili tangu kufunguliwa kwa walimu wa shule za sekondari ya awali wangali kuingia madarasani. Punda zimechoka. Hii ni kufuatia malalamiko ya muda mrefu kuhusu ajira za muda ambayo wanataja kuwa ukiukaji wa sheria. Because the other day the Court of Appeal pronounced this as illegal. Why must you extend it? Why do we have a business? Why do we have a discussion over this? Aidha, wamemsuta Rais William Ruto kwa kutoa barua za ajira kwa walimu wa bodi simamizi za shule na kuwaacha wakiteseka kwa malipo ya shilingi 17,000 kwa mwezi kwa zaidi ya miaka miwili sasa. The whole nation should be aware that the TSC has been captured by the state. You know, the powers of the president is limited to appointing only, appointing the secretariat of the TSC. Therefore, the president has no moral authority in the constitution to appoint, to employ, and for that matter, to dismiss any teacher. Hapo awali chama cha walimu KUPPET kilikuwa kimetishia mgomo wa kitaifa kikitaka kushughulikiwa kwa masuala muhimu ya walimu wa sekondari awali
ikiwa ni pamoja na bima ya afya, mazingira ya kazi na udhabiti wa ajira. Whether they want us after getting this confirmation, we also look ways of getting our own union. Because if they cannot help us and they are the one who's supposed to help us in terms of our union, then now what are they trying to do to us? Wakati huo huo, walimu wa shule za sekondari awali pia wanataka uhuru zaidi katika uongozi, muundo wa kazi na uteuzi wa viongozi. Huku shinikizo likizidi kutoka kwa walimu wa shule za sekondari awali, macho yote sasa yameelekezwa kwenye tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC kushughulikia hatma ya walimu hao. Andrin Kilemi, TV47 kutoka majengo ya bunge. Kazi safi Andri. Na ongezeko la ndoa za mapema ni changamoto kuu kwa elimu na watoto wa kike katika eneo la Baringo Kusini. Wadau wa elimu na viongozi wa serikali sasa wanajadili njia mwafaka ya kukabiliana na tatizo hilo kwa mkutano uliopangwa katika juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu na kuimarisha ulinzi wa wanafunzi shuleni. Susan Locho ana mengi zaidi. Marigat imekuwa jukwaa la sauti za wasiwasi na wito wa mabadiliko, huku wadau wa elimu wakijadili changamoto inayoongezeka kwa kasi. Mimba za mapema na ndoa za utotoni ni kikwazo kikubwa kwa elimu ya wasichana. Walimu na stakeholders should be encouraged kwamba watoto wanaozwa mapema wa shule na watoto wengine wanapewa mimba huko shule. Katika mjadala huu ilibainika kuwa licha ya juhudi za kuhakikisha watoto wanasalia shuleni, baadhi ya jamii bado zinaendeleza mila na mitazamo inayowasukuma wasichana kuacha masomo mapema, hali inayowaweka kwenye hatari ya maisha yasiyokuwa na uhakika. Na hata na wewe unapokimbiza mtoto mdogo unakula matunda ikiwa mbichi. Sasa hata na wewe unaharibu hiyo matunda. Wacha ikae na asome, achana na mambo mengi, itafika wakati mzuri. Viongozi wamelaani vikali hali hiyo, wakieleza wasiwasi wao kuhusu visa hivyo vinavyofichwa na kuwataka walimu na viongozi wa shule kuchukua jukumu la haraka kuripoti na kulinda wanafunzi dhidi ya vitendo hivyo. Ninatoa mwito kwa watu wangu kwamba early marriages, any pregnancy unnecessary to any going school child, please can we stop that behavior? Can we also reason and do what other Kenyans are doing? Let us give opportunities to our daughters, to our children, to our girls to proceed with their studies. Wito umetolewa kwa jamii nzima kusimama kidete kulinda watoto wa kike na kuhakikisha elimu inabaki kuwa kipaumbele na kila mtoto anapewa nafasi ya kujenga mustakabali bora. Susan Locho, TV47. Na maswali chungu nzima yanazidi kuibuka kuhusiana na mauaji ya mchungaji wa PCEA Tabuga Nakuru Julius Ndumia, hasa baada ya waumini wa uongozi wa PCEA kujitenga kwenye taarifa ya viongozi wa kidini leo hii kwenye kanisa hilo. Haya yanajiri baada ya asasi za usalama kuagiza kitengo maalum kutoka Nairobi kufanya uchunguzi wa kuuliwa kwa kasisi huyo. Siku moja baada ya mchungaji Julius Ndumia kukana ameuliwa kwenye makazi yake katika kanisa la PCEA Tabuga Lanet, kaunti ya Nakuru, maswali zaidi yanazidi kujitokeza na yanayotilia shaka mazingira yanayozunguka kifo cha mchungaji huyo, ikizingatiwa kuwa kuna kilichoibiwa kwenye makazi yake. Alikuwa tuko on a general to talk, ndio alikuwa ananiambia that is having conflict na watu wa church because of his stance when it comes to certain things. So I inquired vitu kama gani, kaniambia vile elections zinafanywa kama za wazee, pia his stand yake na kufanya kanisa igrow. So there's a piece of land ilikuwa imenunuliwa na parish pale Mzee wa Nyama. Semi zinazoenea zikiashiria mzozo wa uongozi ambao umekuwa ukishuhudiwa katika kanisa hilo, unaoambatana na uchaguzi wa uongozi na miradi ya maendeleo katika kanisa la PCEA parokia ya Tabuga, ikikisiwa uwazi na msimamo mkali wa mchungaji huyo huenda zilichangia mauti yake. One of the pastors of PCEA here inside have told me
that he has been complaining. So can we know also from but that is your work. But let's appeal even the wachungaji. Wowote wanajua kulikuwa na kitu. We know no stone will be left unturned. It doesn't matter who. It doesn't matter who. Kwenye hotuba ya muungano wa wahubiri iliyotolewa leo katika kanisa la PCEA Tabuga, waumini wala uongozi wa PCEA ukikosa kuonekana kwenye eneo hilo, hili pia likiibua maswali chungu nzima. Siku moja baada ya taarifa ya kanisa hilo kusema itatoa maelezo zaidi ya mauaji ya mchungaji huyo baadaye. This horrific terrifying act carried out within a place of worship has shaken not only the Christian community but entire society. The church is meant to be sanctuary of peace, hope and refuge. We are raising our concern over the security of this area, Lanetu Moja and the environs, and this is a kind of an escalation. Kwa sasa asasi za usalama zimeagiza kitengo maalum kutoka Nairobi kufanikisha uchunguzi wa mauaji ya mchungaji huyo. Lakini je, ni nani aliyehusika na mauaji ya mchungaji Julius Ndumia? Na kwa nini alitaka uhai wake kukatizwa? We are praying for the authority that is here and asking them that they should take action so that such a thing may not take place another time. Mike Chalo, TV47. Na bila shaka taarifa hiyo yake Mike Chalo inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji, na kumbuka tuna mahojiano makubwa katika ukumbi wa siasa tukiangazia mwelekeo wa chama cha Jubilee. Kwa mara ya kwanza tukizungumza na katibu mkuu wa chama hicho, anafahamika kama Moitalel Olekenta, lakini kuna wewe ambaye umetuma arafa. Kuna huyu anasema, anaitwa Francis, anasema ahadi zimevuka mpaka kule Tanzania, noma sana. Kuna mwingine anasema nipo ndani kokadi kuhakikisha kwamba ninapata uongozi bora, anafahamika kama Kenneth Ocheng. Kuna mwingine anasema TV47 mshakamata Siaya, tuko ndani na sisi tunasema na bado. Kuna mwingine anasema Big T, anasema Narok tuko ndani, tuko tayari kusikia SG atasema nini. Kuna mwingine anasema tuko pamoja, ushirikiano ama unity of purpose ni kitu ambacho kinastahili kuangaziwa zaidi. Usicheze mbali, maana nikirejea hayo mahojiano yataanza na tutakuwa tukisikia mengi, na tunakupa nafasi kutuma arafa. Face the future with confidence by acquiring additional skills that will make you competitive in the job market. Enhance your skills by undertaking professional short courses at Mount Kenya University's Center for Professional Development. These programs include Certified Human Resource Professional, Certified Public Accounts, Certified Associate in Project Management, Certified Procurement and Supply Professional, Certified Forensic Fraud Examiner, Chartered Institute for Securities and Investment, Cisco Networking, Cloud and Cybersecurity Solutions, Certified Investment and Financial Analyst. Application is through admission.mku.ac.ke or reach us on 0709 153 195 or 0709 153 194. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Sikia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, ibu kama nataka juicy juni. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000.
Tonight on Vuta Stool. Wacha nikuongeze kama ziwa. Unajua unakaa nika uko na mood swings. Hata sivyo, hii mtatu leo ndio inakaa iko na ngori. Oe. Unaenda? Hii duka ni yetu. Entitlement. Unaona kama uko very close na mtu, sasa unaanza kufeel entitled, unaona kama hiyo business pia unaiona. Na pia familia inamaanisha nitakusupport. Nitakulipa anytime yenye niko na do. Na bado siwezi stretch your kindness yako kama kamba. Mimi sitakaliwa. Nataka kukaliana. Sisi ni ile place watu huita home. Ile place watu huenda zile hawana ndio ya kutosha. Ndio sisi. Vuta Stool. Tonight on Vuta Stool at 8:30 p.m. on TV 47. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na visa vya mauaji na uporaji kwenye maduka vimekithiri katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Migori. Mwanahabari wetu Wambura Chacha ana ukamilifu wa taarifa hii. Visa vya mauaji haswa vya wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Migori vinaendelea kuongezeka kila uchao, huku wenyeji wakiishi kwa uoga na kuhofia maisha yao. Kunislap mwenzake akaingia na bunduki akaniwekelea hapa, useme ama tukumalize, toa pesa uko nayo, unafanya mpesa, toa, tunajua yenye uko nayo, toa pesa na ulete agent, hiyo simu yako ya agent. Sasa walipoingia wakanifinyilia chini. Usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu, makundi mawili tofauti ya wahalifu yalivamia mji wa Makararangwe katika eneo bunge la Kuria Mashariki, kaunti ya Migori, mwendo wa saa 1 jioni, wakiwa wamejihami kwa bunduki na kupora pesa katika duka. Mimi nilipata ripoti ikiwa saa 2 kamili, nikapigia subchifu akapigia maaskari, akaambiwa kwamba hao wezi wameisha toka. Sasa shida iko hapa kubwa sana. Kuna majambazi wakamsumbua sana, akamtabisa, hata pesa zikaenda asina hesabu. Wakati hayo yalipokuwa yakiendelea, kundi jingine la wahalifu lilivamia mji wa Ntimaru mwendo wa saa 1 na kuingia katika duka la mfanyabiashara aliyefahamika na wengi kama Mkombozi na kumpiga risasi na kumua kabla ya kuondoka. Mzee aliyevamiwa ni babangu. Taarifa nilipata nikiwa nyumbani. Nilipigiwa simu nikaambiwa amevamiwa, amepigwa marisasi. So hapo ndio nikafika huko kwenda kumuona, nikapata alikuwa amekimbizwa kwenda hospitalini. Baada ya kupata taarifa ya saa 1 kwamba amepigwa na majambazi, tulielekea kwenye tukio. Tulipofika huko tulipata ameshapigwa na wamemuua. Walikuwa vijana wawili, mwingine akiwa na bunduki na mwingine akiwa na panga. Walimpiga marisasi mengi, zaidi ya risasi 5 na kumakatakata na panga. Tumeshindwa kuelewa ni nini mbaya. Sisi tumekosa usalama. Matukio haya mawili yameibua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa mji wa Ntimaru, hasa wafanyabiashara wanaotegemea pato lao la kila siku kutoka kwa shughuli hiyo, wengi wao wakidai kuwa ukosefu wa mwanga wa umeme kwenye masoko hayo ndio sababu ya uhalifu mwingi. Kwanza kabisa street lights hakuna, tuko na miezi kama 5 hivi street lights haziwaki. Kama kungekuwa na street lights zinawaka mtaa huu, hakika huenda labda hata kwa wale ambao walishuhudia ama walifika muda ule tukio litendeka, huenda labda wangepambana na majambazi na wangemsaidia huyo mama. Jana kitendo kama hichi kilitendeka, ilikuwa ni saa 1. Mimi mwenyewe nilikuwa katika harakati zangu za kibiashara. Kitu cha kwanza, mimi ni mtu nagonjeka na pressure. Hii kitendo kilipotokea, kama mimi kwa upande wangu hasa, kuna vile niliathirika, mpaka sasa hivi niko kwa medication. Aidha, mwendo wa saa 9 siku Jumatatu, maafisa wa polisi wakishirikiana na kitengo cha upelelezi walifumania washukiwa wa ujambazi katika mji wa Ntimaru wakiwa na gari aina Fielder lenye nambari za usajili KTD 542S. Makabiliano yaliyoongozwa na afisa mkuu wa kituo cha Ntimaru Henry Bosire hadi kuwatia pingu washukiwa 4. Wambura Chacha, TV 47, Migori.
Na msanii wa muziki wa Kisomali Dari Yari ameomba serikali kuingilia kati kuhusiana na usalama wake kufuatia tukio la kutisha la kushambuliwa eneo hilo ama katika eneo la Pangani, kaunti ya Nairobi. Kutokana na taarifa ambayo alitoa kwa wanahabari wa michezo, tukio hilo linahusisha mgogoro uliokuwa ukiendelea mtandaoni kati yake na mtayarishaji wa maudhui ya TikTok Adhir Abdulle anayeishi kule nchini Uholanzi. Sikudhani kama anipeleka pale mbali mbaya. Alafu baada hiyo mimi nikaenda na hiyo gari. Alafu anipeleka pale mbali huko. Alafu alikuwa siku. Alafu anasema hiyo siku tunataka kuwe na msamaha jamaa video. Tukidunda viwanjani ni kwamba Nairobi United itakwaruzana dhidi ya klabu ya Tusker ifikapo kesho kwenye raundi ya 29 ya ligi kuu ya soka humu nchini. Hayo yakijiri ni kwamba APS Bomet itapimana nguvu na KCB Police FC icheze dhidi ya Murang'a Seals, huku Bandari ikiwaalika nyumbani Posta Rangers katika uwanja wa Mbaraki, kaunti ya Mombasa. Kwa sasa Gor Mahia ipo kileleni mwa ligi kwa alama 61 kunradhi. Tuko na kitu ya kuplay for. Finishing 9th na kufinish 3rd azifanani, so finishing up there ni motivation considering tumepanda league this season, so finishing decent position to motivate going into the next season. There's no time to mourn in football because if you mourn for too long it might affect you in the matches to come, but we've motivated the players. We talk to them and they are positive. They are mentally psyched up, and tomorrow they are going to make a very good surprise. Na kama nilivyokuahidi ni kwamba tukirejea tutakuwa tukiingia katika mjadala. Hapo ndipo nakamilishia awamu hii ya taarifa, lakini dakika moja tu ijayo ama mbili nitakuwa nikizungumza moja kwa moja na katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Yupo tayari studioni kusikia mengi kuhusiana na chama hicho, mwelekeo wenyewe, wakati ambapo kuna maswali mengi kuhusiana na chama chenyewe. Usicheze mbali. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalo.